Mwanaume anathamini sana moyo wake kuliko mwili wake. Kwa hiyo wako tayari kuprotect huo moyo waliokuwa nao at all cost. Kwa unaweza ukawa naye ukahisi anakupenda, kumbe wala. Ndio maana hata unapogombana basi na mwanaume wako kwa sababu ya mwanamke mwingine, hawezi kuadmit baadhi ya vitu. Ataingilia huku, atatokea kule. Kwanza tendo la mwanaume kupenda sana moyo wake kuliko mwili wake ni kauli ambayo ina nguvu sana. Na ina ukweli mkubwa kulingana na namna wanaume wengi wanavyopokea na kuonyesha hisia zao. Mwanaume anathamini sana moyo wake guys, kuliko mwili wake. Na kwanza kwa nini wanakuwa hivyo? Kusema mapenzi ya kweli wanayo. Wakiamua kukuheshimu na kuheshimu, akiamua kuwa mwaminifu na kuwa mwaminifu, na kuna vitu kwake vina uzito mkubwa kuliko mapenzi ya kimwili pekee. Iko hivi. Mwanaume akishajitoa kihisia anaumia sana anapoumizwa. Hata kama haonyeshi moja kwa moja kama anaumia, lakini anaumia sana anapoumizwa na mtu anayempenda. Wanawake wengi waamini kwa njia ya kumshika mwanaume ni mwili tu. Yani anaona huyu nikimshika hapa ni mwili tu, nitampa mapenzi kitandani, nitamchanganya, nitamvuruga. Ndio maana wanafundishwa kitchen party, like you know why ukiwa na mwanaume wako you should do this, unarusha moja moja, unamchanganya na viuno. Wanaume hawachanganywi na viuno. Unajua mambo ya viuno kuchanganyana kitandani ni mambo ya madakika. Hamna mtu anaweza kukaa lisaa lizima. So ni mambo ya dakika. Swala la moyo ni hisia, inakaa pale. Kwa hiyo mwanaume akishajitoa kihisia anaumia sana anapoumizwa, hata kama haonyeshi moja kwa moja. Wanawake wengi wanaamini kuwa njia hii ndio hiyo ya kumshika mwanaume ni mambo ya kimwili, lakini hakuna njia ya kumshika mwanaume kimwili. Njia ya kumshika kabisa mwanaume ni kuingia ndani ya moyo wake. Yani lazima uingie ndani ya moyo wake, akuweke moyoni mwake. Mwanaume akikuweka moyoni, akiweka imani na mapenzi yake kwa mtu yani yule anayempenda, huwa ni vigumu sana kwake kusahau kurekebisha moyo wake, hasa ule moyo uliovunjika. Inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo guys, ukiangalia mtazamo wa mahusiano, I hope utaelewa kwamba mwanaume ndio alivyo, lakini pia mwanamke ni rahisi kutoa moyo wake kuliko mwili wake. Leo naomba mnisikilize kwa makini sana. Mwanaume anathamini sana moyo wake kuliko mwili wake, lakini pia mwanamke ni rahisi kutoa moyo kuliko mwili. Niliziandaa hizi key points mchana. Hizo mbili tu, lakini hizi ninazofafanua hapa in details inakuwa nafafanua in details. But nilikuwa naongea na Isa Tambu leo mchana, na katika kupiga story ikaja kwenye akili yangu kwamba unajua nini, kwa nini yani unajua mimi wanaongea na watu, naweza nikaongea na mtu jambo nikaona mtu anaongea points and it made me write down the key points. Mfano kauli hii kwamba mwanamke ni rahisi kutoa moyo kuliko mwili inagusa undani wa hisia wa wanawake wengi. Kwa nini? Kwa sababu inabeba maana nzito sana. Wanawake wengi hujitoa kihisia kwanza kabla ya kujitoa kimwili. Na mara nyingi mwanamke anapokupenda anakupa moyo wake kwa dhati. Upendo anakuonyesha kwa dhati, anakujali, anakuwa na huruma na wewe, anakupa msaada hata kama atapambana. Kwa sababu yeye hafikiri mahusiano yale ambayo wewe unayafikiria. Na moyo wa mwanamke ni wa kipekee sana. Ukikubali wewe upo na ukikubalika kwamba wewe umo ndani ya ule moyo, basi umepata sehemu kubwa maisha yake mwanamke. Atakuweka moyoni. Lakini pale moyo unapoumizwa, mwanamke huyu anaweza kujifunga kabisa kimwili na kihisia. Lakini hii inaonyesha kuwa kwa mwanamke kiungo kikuu cha mapenzi ni moyo, si mwili kwa mwanamke. Lakini kwa mwanaume sasa ndio tunarudi point tunamalizia. Mwanaume anathamini sana moyo wake kuliko mwili wake, wakati huo mwanamke ni rahisi kutoa moyo wake kuliko mwili wake. Lovey-dovey.